Pale maadui walikojipanga wakumalize, Mungu achipushe watoto wako. Pale maadui walikojipanga wakumalizie mtoto mmoja uliye nayo, Mungu amchipushe huyo mtoto akawatingisha rabashanta. Mungu akachipushe mtoto wa kike mmoja uliye naye. Mungu akachipushe kijana uliye naye. Wakati wamekudharau, wamekushusha, Mungu achipushe mmoja kwenye familia akamiliki malango ya maadui. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Kijifunza kutembea na Mungu, atakufanya kukumilikisha malango ya adui. Maandiko yanasema ukawe uzao wako ukamiliki mlango au malango ya hao wakuchukiao. Na iona familia moja, waliokatiwa tamaa ndio watakao tawala pale. Waliotabiriwa hawataolewa ndio watakaoolewa. Waliotabiriwa hawatamiliki familia ndio watakaoonekana siku zijazo. Ninataka nitamke, ndio watakaoonekana kwenye hiyo familia. Nyumba zitakazoonekana ni za kwao, wokovu itaonekana kwao, neema itaonekana kwao, heshima itaonekana kwako. Na mimi nataka nitangaze, Elisha, sitakufa mpaka nimeona uzao wako umemiliki mlango wa adui. Sitakufa mpaka nimeona watoto wako waliochekwa na wao uliochekwa wakasema amekaribia kwenye malango ya mauti. Bwana atakuchipusha, alafu atachipusha na kizazi chako. Ndipo watasema hatukuamini mama babangu ndio leo watoto wake wamejaza nyumba iboma. Hatukumwamini Rahabu kwamba leo ndiye anamiliki maduka kiasi hivi. Hatukumwamini Namnyaki ya kwamba leo ndiye anambeba mama yake. Hatukuamini. Nataka nitangaze wanaokupiga vita, wanaokuchukia kwenye hiyo familia, waambie maadamu nimezaa, maadamu mama amezaa, kuna kizazi kinakuja, wanakuja na hautakufa mpaka umeshuhudia kwa macho. Ninataka kanyanyuka, receive it, maana inawezekana. Emsema sitakufa mpaka nimeshuhudia haya. Yamkini leo mwanangu unalia, yamkini leo unapita pagumu, yamkini leo uelewe watoto wako nini kimewapata. Maadamu umekuja hapa, wewe muamini Mungu. Alafu gonga tumbo lako, mwambie sijazaa watu masikini, sijazaa wavuta bangi, sijazaa watu malaya, sijazaa watu wa kuniumiza kila itwapo leo kama mzazi. Mungu, sijakwenda leba nikapata maumivu eti kinachokuja nimezaa hewa. Ninakataa kwenye madhabahu. Mungu Alfa na Omega, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani, fuatilia kijana wangu akiwa Tanga, fuatilia binti yangu akiwa Mwanza, fuatilia kijana wangu akiwa Kijiweni. Mimi sijazaa wavuta bangi, mimi sijazaa walevi. Na kuambia Mungu ataitazama ile tumbo, atamfuata yule kijana aliyekatiwa tamaa, atamfuata yule binti aliyekatiwa tamaa. Hawatarudishwa kwa sababu ya maombi yao, ila maombi ya mama yake inapiga hodi, maombi ya baba yake inapiga hodi, maombi ya mdogo wake inalia mbele za Mungu. Nataka nikwambia kuna malaika atatembea Kijiweni tukiwa hapa, kuna malaika atatembea mikoa tukiwa hapa. Popote aliko mtu wa kwenu, kuna kizazi kinakuja, kuna ukombozi unakuja. Sema amen. Sema kwetu hawajazaliwa watu maskini, wamezaliwa mashujaa. Shetani anaumia. Mwanangu, amkini leo unalia. Hata si ajabu wiki zilizopita umekuja ibadani, umekuwa mtu wa kwenda kwenye maombi, umekuwa unang'ang'ana, lakini huoni tukio. Yaani huoni majibu. Nataka nikwambie, nimetuma nikwambie, ipe muda. Ipe muda wa kuchukiao. Ipe muda waliokutabiri hautafika. Ipe muda waliosema utaishia mwaka huu. Ipe muda. Nishasema juzi, Mungu atageuza gwaride, atasema nyuma keuka. Wa kwanza atakuwa wa mwisho, wa mwisho atakuwa wa kwanza. Nakwambia hivi, kuna kitu kitatokea, utamshangaa huyu Yesu atakavyokutetea. Na hautapona, hautakufa. Na hata kama unaumwa haufi. Nasema haufi. Wamekuzuia kwa njia nyingi, kwa njia ya magonjwa. Unashangaa tu unatupiwa pepo la magonjwa kwenye miguu. Unaambiwa una kifafa. Unaambiwa una kifafa cha mende. Kifafa cha mende kikoje? Unashangaa tu unaamka umezimia. Unashangaa tu umeamka salama ukiwa mzima, unaenda kazini, unashangaa miguu imechoka haiwezi kutembea.
Unashangaa tu umepanga mipango, unashangaa tumbo linauma, ni tumbo kubwa linatesa, unashangaa pesa zimepita hapo. Unashangaa tu matatizo ya hapa na hapa yanainuka. Sikiliza nikwambie, mpe Yesu maisha yako. Muamini Yesu, zama kwa Yesu. Mwambie unajua maisha yangu sikuzaliwa kwa bahati mbaya, siko duniani kwa bahati mbaya. Nataka aliyekaa kwenye mlango wangu kila ninachopanga mimi ni matatizo, nataka aondoke. Na kuambia hivi, katika somo hili na katika wiki hii, wako watakao kwenda kulia, wako watakao kwenda kulia. Wale wanaokutesa, waliochukua picha yako, waliochukua nguo yako, waliochota nyayo zako, walioiba chochote kwako, wakakwenda kuloga kule kwa mganga. Tunaanza viungu vya kichao vitapasuka, waganga wataanza kuchanganyikiwa. Alafu aliyefanya hiyo kazi ataropoka ni jirani yako, ataropoka ni mtu ambaye hujatazamia. Ninatamka nguvu ya Yesu itembeayo kuwafichua maadui. Nataka mwanangu nikwambie, kataa kutalii duniani. Mwambie Mungu, sikuja kutalii nionekane tu nilivyo halafu nirudi. Kataa. Mwambie Mungu, nataka hapa duniani nifanye kazi ulionituma halafu nirudishe majibu kwako. Mguse mwenzako mwambie, hujaja kutalii duniani. Kuna watu wamekuja yani akiamka asubuhi jioni mambo yameenda, anaona kawaida. Sikiliza, nataka nikuombee. Mwambie Mungu, mwaka usipite, nataka nifanye jambo. Si inawezekana. Angalau Mungu akusaidie kila mwisho wa mwezi fanya kitu. Kila mwaka uwe na kitu. Na usiombe Mungu kiatu, usiombe kitu ambacho unaweza ukapambana tu ukapata. Omba kitu ambacho kikija majirani watapata shida. Yaani rafiki zako watapata shida. Wale wanaokuchukia watapata shida. Waliokupiga vita watapata shida. Nataka nitamke, kuna kitu kitakuja kwenye maisha yako, kitawasumbua maadui. Wangapi wanasema nitaomba kitu ambacho kitawasumbua adui zangu? Una imani kabisa? Una imani ya kwenda viwango vya baraka? Mguse mwenzako mwambie, wewe si wa bahati mbaya kuja duniani. Kwa hiyo kuna milango mingi ambayo Mungu ameandaa. Kuna milango ya kwenda kwenye ndoa, kuna milango ya kwenda kwenye uchumi wa baraka, kuna milango ya kihuduma, kuna milango ya kusomesha watoto, kuna milango. Sasa zile njia zikifungwa, kila unachogusa kinakataa. Maana yake wao unataka kwenda kujenga kwenye hii barabara, wamekaa wanaokuchukia, wanahakikisha ujengi. Hapa unataka kwenda kuolewa au kuoa, wanakaa wanaosema haoi, na kama ataoa awe kwa shida. Na hata kama akifanikiwa kuoa sawa, kwa sababu anaweza akawa na roho ngumu, lakini akiingia kwenye ndoa asibebe watoto. Akiingia kwenye ndoa faraka fatisheni. Na watu wengi sawa wanaoa au wanaolewa, wanafunga na kuomba na kusumbua watumishi wa Mungu. Sasa wakishaolewa wao wanaridhika kwamba tumemaliza kazi, maana nimeshapata, bila kujua huko unakoelekea ndio kazi kubwa ipo kuliko ulikotoka. Sababu ulikoingia wewe kwenye ndoa, uliingia kwa shamra. Ulipoingia kuna walio kuona wakasema, Agnes anakuja, Nehemia anakuja, hakikisheni, kwa sababu tulimfurugaga asipate mtu au asipate mke, kwa sababu anaingia kwenye ndoa kuna kitu anachokibeba. Kwa hiyo hakikisheni akiingia kwenye hiyo familia, hakikisheni apate watoto, au kama atapata watoto hakikisheni mnatupia roho ya faraka. Unashangaa mwanaume mlikuwa mnacheka, mnafurahi, hakuna tatizo, anakugeuka tu anakuona kama ufai. Unajiuliza, hivi ni yule aliyekuwa anakuambia love you au nani? Ndi yeye. Lakini wako waliokaa kwenye lango la ndoa kuhakikisha asipata amani. Leo tuwaondoe. Sema leo watoke kwa jina la Yesu aliye hai. Sema waondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Una imani tukawaondoe? Una imani tukawaondoe? Sema basi amina kama unanielewa. Kwa hiyo tambua jambo hili, kuna katika ulimwengu wa roho, ili ufikie kusudi ambalo umewekewa kulingana na unachokibeba. Kuna kitu unachobeba mwenzangu. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna kitu unachokibeba. Ngoja nikuambie kitu. Yeye kuna mtu anakuchukia bila sababu. Hata ukimuuliza, nimekukosea, naambia hamna. Basi tu hamna, sio hamna. Ulimwengu wa roho, yamkini hata una nyumba, huna kiatu, huna
wanapata maisha mazuri, lakini wakikuona tu wanapata tabu. Tabu wanaopata, wewe unajiona wa kawaida. Ulimwengu wa roho akikuangalia, ingawa huna gari, huna chochote, lakini ulimwengu wa roho akikuangalia, wao hawakudharau. Wao wanakuona miaka 3 ijayo, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, utatawala hiyo anga, utakuwa mtu wa tofauti. Nami nataka nikuombee, kombora waliokutupia kupitia magonjwa, kupitia pressure au sukari au madeni, halitakuwa. Lazima utafikisha ndoto zako. Mtu mmoja aseme sitakufa. Ayaya. Sema nacho kibeba hakitakufa. Paka nimeweka historia kwa mama. Mwangalie mwenzako, mwambie acha kujidharau. Yamkini unajidharau, sijasoma, sina mtaji, sina nini. Moja, Mungu akikutazama haangalii vile vitu unavyotazama wewe. Akikiangalia ndani yako, anaona bouncer, anaona mama ambaye watoto wanamtegemea. Kuna mama unapita kipindi cha mateso, magonjwa, vita ni ya kwako, kukataliwa ni ya kwako, lakini vile vita sio vya kwako. Adui ameona huyu mama akikaa kwenye familia, watoto wataenda mbali, atampa mume wake akili, watoto wanakutegemea. Ingawa hujasoma, lakini kuna namna fulani ukiwepo ndani ya wale watoto. Ndani ya wale watoto kuna walimu, kuna manabii, kuna mitume, kuna wafanyabiashara, kuna wakombozi wa familia. Shetani anasema pigeni huyo mwanamke, maana akifa au akiugua hataweza kulea watoto salama. Nami nimekuja nitangaze, hautakufa. Leo unafufuka kwenye magonjwa, leo unafufuka kwenye roho ya pressure,